Shalom mtazamaji wa huduma ya Ukombozi TV. Hakika Mungu ni mwema. Ni wiki nyingine tena, ni wiki ya kuchana waraka wa kichawi, ni wiki ya kuchoma waraka wa kichawi kama ambavyo mtumishi wa Mungu alitangaza juma lililopita wakati anahitimisha ibada ya kuchoma irizi za kichawi. Tuliona jinsi ambavyo Mungu amemtumia nabii wake wiki iliyopita. Tuliona jinsi ambavyo shuhuda zilimiminika. Miongoni mwa shuhuda ninayokumbuka Tony ni shuhuda ya yule baba ambaye alikuwa na bucha na kuna irizi ilikuwa imefukiwa mlangoni pa kuingilia katika biashara yake, lakini baada tu ya ibada ile ya kuchoma na kufichua irizi za kichawi, tuliona shuhuda zikimiminika, tuliona irizi kipanda kutoka ardhini, na bila shaka mtazamaji utakuwa umeona kupitia mitandao yetu ya kijamii. Sasa wiki hii ambayo tumeanza leo Jumatatu ni wiki ya kuchoma waraka wa kichawi. Pengine kuna waraka uliokufikisha hapo ulipo, kuna waraka uliokukwamisha, kuna waraka ulioandikwa na wachawi kwa ajili ya kukwamisha familia yako, kwa ajili ya kukwamisha katika ndoa yako. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kwa imani yako kubwa ulionayo, wiki hii Mungu anakwenda kusema na wewe. Wiki hii Mungu anakwenda kumaliza na kuchana na kuteketeza waraka ambao umeandikwa na umeandaliwa dhidi yako na wachawi. Lakini leo tupo katika mfungo kama ambavyo nabii aliagiza. Ni mfungo wa masaa 12. Kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 tutafungua wote kwa pamoja. Kisha kwamba mtazamaji, kama ulipata maelezo kutoka kwa mtumishi wa Mungu na Birabi ya Kioo, basi naamini kwamba utakuwa kwenye mfungo kama sisi ambavyo tupo kwenye mfungo, na ni masaa 12 tu. Lakini kesho ni Jumanne bana, na itakuwa ni ibada ambayo wengi tumesubiri na tutasubiri kwa hamu, kwa sababu kila ibada huwa ina sababu. Yes, na kila ibada huwa mtumishi wa Mungu anavyotangaza ama anavyosema, basi ni roho wa Mungu anasema naye. Ndio maana tunakuwa na ibada tofauti kila wiki. Kwa hiyo wiki hii sasa tuko kwenye wiki ya kuchoma waraka wa kichawi. Hakika itakuwa ni wiki ya moto sana, kama tulivyoona ibada iliyopita ya wiki iliyopita ilikuwa ibada ya kuchoma irizi. Sasa hii ni wiki ya kuchoma makuchana waraka wa kichawi. Itakuwa ni ibada ambayo hakika waraka wa kichawi kwa wengi itakwenda kuteketea, kwa kuwa mtumishi wa Mungu amemwandaa vyema kiroho. Kwa hiyo ni wewe tu kuchukua tu mtu wa Mungu kufika imani kesho mapema sana. Kumbuka ni siku tatu, yani Jumanne, Alhamisi na Jumamosi itakuwa hitimisho. Mimi nachotaka kumwambia tu mtazamaji ni kwamba chukua hatua, na zamu yako ni sasa, na siku za shuhuda yako ni siku ya kesho Jumanne. Tuliona shuhuda za wengine zilitokea na kutokea, na hata kama pia umeshapokea shuhuda, zipo shuhuda utakazopokea baada ya waraka wa kichawi kuchomwa katika maisha yako. Yapo mambo mengi ambayo unayafanya yaende. Kuna waraka umeandikwa, kuna karatasi pia ambazo mtumishi wa Mungu alizitoa, kama unakumbuka Tony, siku ya Jumamosi, kwa ajili pia kuandika yale mambo yote ambayo unaona kabisa kwamba unatamani kwamba yale mambo yote yaje kuchanwa kama waraka ambao uliandikwa na wachawi dhidi yako. Kwa tutafanya kitendo cha kiimani, na kama mtumishi wa Mungu alivyotoa zile karatasi nyeupe, zile rim paper, utaandika kile ambacho alitoa maelekezo, na hakika siku ya kesho mapema kuanzia saa 7 tayari nabii atakuwa yupo hemani. Lakini wewe kuanzia saa 4 vyema ukawepo hemani ili kushiriki ibada ya kusifu na kuabudu, ama kipindi cha kusifu na kuabudu, lakini pia kushiriki kipindi cha maombi ya vita na kushiriki kipindi cha maombi ya toba. Utapofanya hivyo unajiunganisha na wingu, nabii akija anamaliza tu. Kwa hiyo ni wewe kuchukua hatua. Tumkumbushe mtazamaji ambaye kuepo Jumamosi katika maelezo aliyotoa mtumishi ama maelekezo, kwamba utakapofika ile asubuhi saa 4, ukifika lango kuu pale la huduma, hakikisha unavua viatu vyako, kisha unaingia ndani. Ukifika ndani, kaa kwenye kiti chako, kisha unamshukuru Mungu. Tuseme hivyo mtazamaji, twende tukatazame yale yote yaliyojiri katika madhabahu ya huduma ya Ukombozi na namna madhabahu hii inavyorejesha uhai wa wengi. Sasa ni zamu yako.